Kama wahenga wasemavyo, zamani haifutiki kwa wino wa sasa, na Havana inathibitisha hilo kwa kuendelea kuwa alama ya kihistoria na utamaduni wa Caribbean. Fikiria mahali ambapo muda unaonekana kusimama, lakini maisha yanaendelea kusheheni shauku, miondoko na muziki aina ya salsa. Mahali ambapo majengo ya kale yenye rangi zinazometameta yanakutana na magari ya kihistoria yanayopasua anga kwa sauti zao nzito. Karibu Havana, mji mkuu wa Cuba, jiji lenye roho ya kipekee ambalo limehifadhi urithi wake wa zamani, huku likiendelea kupigania nafasi yake katika ulimwengu wa kisasa. Hii ni Fact File ya Mediawire Express na mimi ni Joseph Mwanaisangura. Havana ilianzishwa mwaka 1519 na wakoloni wa Kihispania kama kituo cha biashara na bandari muhimu katika bahari ya Caribbean. Kutokana na nafasi yake kimkakati, Havana iligeuka kuwa moja ya miji tajiri ya koloni za Kihispania, ikiwa kituo cha biashara ya dhahabu, sukari na watumwa. Havana ilishambuliwa mara kadhaa na maharamia, ikalindwa na ngome kubwa kama Castillo de Ruiz Falls, mojawapo ya majengo ya zamani zaidi ya kijeshi katika Amerika. Katika karne ya 20, Havana ilibadilika kuwa jiji la starehe, ikifuatia wageni kutoka Marekani waliokuja kufuata burudani, kamari na ufukwe wake mzuri. Hata hivyo, mapinduzi ya Cuba ya mwaka 1919 yaliongozwa na Fidel Castro na Che Guevara yalibadilisha sura ya jiji na nchi nzima. Utawala wa kikomunisti ulifunga kasino na hoteli za kibepari, ukifanya Havana kuwa kitovu cha siasa za mrengo wa kushoto. Havana ina wakazi wapatao milioni 2.1, ikiwa ni jiji kubwa zaidi Cuba na mojawapo ya miji mikubwa katika Caribbean. Wakazi wake wanajulikana kama Habaneros, ni watu wakarimu, uchapakazi na wenye shauku ya maisha. Mchanganyiko wa asili ya Kiafrika, Kihispania na Kitaarawa umeifanya Havana kuwa na jamii yenye utamaduni wa kipekee unaojidhihirisha katika muziki, chakula na sanaa. Havana ipo kaskazini magharibi mwa Cuba, ikipakana na bahari ya Caribbean. Ina hali ya hewa ya kitropiki yenye joto la wastani sentigredi 24 hadi 30 kwa mwaka mzima. Mji huu hupata misimu miwili, kiangazi chenye unyevunyevu na majira ya mvua kati ya Mei na Oktoba, na msimu wa baridi wenye joto la kustarehesha kati ya Novemba na April. Havana ni mji mkuu wa Cuba na makao ya serikali kuu. Inasimamiwa na meya, lakini mamlaka makubwa yako mikononi mwa serikali ya kitaifa chini ya rais wa Cuba. Nchi hii inafuata mfumo wa kikomunisti ambao serikali inamiliki karibu sekta zote za uchumi, kutoka elimu hadi afya na viwanda. Hapo awali uchumi wa Havana ulitegemea kilimo cha miwa na biashara ya sukari, bidhaa iliyoiweka Cuba kwenye ramani ya dunia. Hata hivyo, baada ya mapinduzi ya Cuba na vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani, jiji lilipitia mabadiliko makubwa, ambapo hivi leo utalii ndio nguzo kuu ya uchumi wa Havana. Mamilioni ya wageni hufurika kila mwaka kuona majengo ya kikoloni, kucheza mziki wa salsa na kufurahia ufukwe wake wa kuvutia. Pia sekta ya dawa na elimu ni nyanja zinazoiweka Havana mbele katika Caribbean, huku ikitoa madaktari wengi kwa nchi nyingine. Salsa, rumba, son cubano na reggae ni sehemu ya maisha ya kila siku, huku watu wakicheza mitaani, kwenye vilabu, hata majumbani. Jiji hili limewahi kuwa nyumbani kwa waandishi wakubwa kama Ernest Hemingway, aliyepata msukumo wa vitabu vyake kutoka kwenye mandhari ya Havana. Vitabu kama La Boricua de Medio El Florita ni maarufu kwa burudani ya moja kwa moja na vinywaji vya jadi kama mojito na daiquiri. Havana ina sehemu ya kuvutia kama Plaza Vieja, El Capitolio na Malecon, barabara maarufu inayopitia kando ya bahari, ambapo wenyeji hukusanyika kufurahia upepo mwanana. Mji wa magari ya kizamani kutokana na vikwazo vya biashara vilivyowekwa na Marekani tangu 1960. Havana
bado ina magari ya zamani ya Marekani ya miaka 1950 yanayotumiwa hadi hivi leo. Jiji lenye urithi wa UNESCO, Habana Vieja, Old Havana, ni sehemu ya urithi wa dunia wa UNESCO kutokana na majengo yake ya kihistoria yaliyohifadhiwa kwa zaidi ya karne 5. Hii ni Fact File ya Media Wire Express na mimi ni Joseph mwana wa Isanga.